inofuatia hapo mbele anasema Allah subhanahu wa ta'ala allati lam yukhlaq mithluha fil bilad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Na hapa napo kuna tafsiri kama 3 au 2 kuhusu aya hii allati lam, na kilichokuja tu kutofautisha ni dhamiri tu allati lam yukhluq mithluha, allati lam yukhluq mithluha. Sasa hii dhamiri hii allati ndio ambayo ikawa wametofautiana na zuri. Tafsiri ya kwanza ni wanasema kwamba allati lam yukhlaq mithluha fil bilad ni kwamba hawakuumbwa mfano wao katika miji mingine, hawakuumbwa mfano wao katika miji mingine. Bimaana hawa watu wa Iram ni watu ambao walikuwa wenye nguvu na miili yao mikubwa na kila kitu, na baadhi ya tafsiri wanasema kwamba hawa ni watu wa Adil ula. Hawa Adi walikuwa katika kama vile generation 2. Generation ya kwanza ndo hawa Iram. Sasa wanasema kwamba hawa Iram jinsi walivyokuwa maumbile yao na mambo yao katika zama zao hizo, basi hawakuumbwa mfano wao, lam yukhlaq mithluha, hawakuumbwa kama watu wa Iram mfano wao fil biladi, katika miji mingine, fil biladi, katika nchi nyingine. Hawa walikuwa ni watu peke yao ambao vile walivyo. Sasa tafsiri hii ya kwanza. Tafsiri nyingine ikawa adhamir ikarudi. Kwa nini ikarudi kwa haya majengo haya dhatil imad? Bimaana ni kwamba hayakujengwa mfano wao katika miji mingine, allati lam yukhlaq mithluha. Bimaana ni kwamba hayo majengo ya dhatil imadi hayo ni kwamba hayakujengwa mfano wa hayo fil biladi, katika miji mingine. Hii ni tafsiri ambayo vile vile nyingine. Sasa ukiangalia Ibn Kathir yeye ametoa maelezo hayo kama nilioeleza. Anasema kwamba Ibn Zaid yeye ameirudisha dhamiri, aada Ibn Zaid dhamira ala al-imad. Sema jamani, hii ilokusudiwa ni yale majengo allati lam yukhlaq mithluha, hayakujengwa mfano wao majengo kama hayo katika miji mingine. Ina maana dhamiri ameirudisha katika majengo liirtifaiha, kwa sababu majengo yalikuwa hayo yamekwenda juu. Waqala, na akasema Ibn Zaidi, banu amdan, walijenga majengo hayo ambao ni makubwa, bil ahqaf, katika al ahqaf, kwa maana ni maeneo ambayo ilikuwa mchanga. Huu mchanga unajikusanya alafu unakuwa ni mlima mkubwa. Hii inaitwa ahqaf, ni mlima, lakini mlima huu ni mchanga mtupu. Sasa anasema walijenga majengo hayo katika maeneo hayo, na lam yukhlaq mithluha fil bilad. Ibn Zaid anasema majengo ya sampuli hiyo hajapatapo kujengwa katika miji mingine. Hii tafsiri ya kwanza. Tafsiri ya pili, kama alivyosema Ibn Kathir katika tafsiri yake, amma Qatada wa Ibn Jarir. Qatada na Ibn Jarir, akisema Ibn Jarir ni Abu Ja'far Muhammad bin Jarir al-Tabari, yeye anasema fa'aada ad-dhamira ala al-qabila. Dhamir yani pronoun wao wakairudisha kwamba hapa wamekusudiwa kabila lile la Iram lile. Wakasema kwamba ay lam yukhlaq mithlu dhalika alqabila fil bilad, yani hapakujapata kuumbwa mfano wa kabila hilo la Iram katika miji mingine, yani fi zamanihim, katika hizo zama zao. Ibn Kathir anasema wa hadha huwa alqawlu as-sawab, na hii wa hadha alqawlu huwa as-sawab, na kauli hii ndio ya kisawasawa. Hii ya pili kwamba dhamiri hii ya kusudiwa lile kabila lile hajapata. Lakini ukisoma katika tafsiri ya Ibn Uthaymeen rahimahullah, yeye amemili katika tafsiri ile ya Ibn Zaid kwamba dhamiri hapa imekusudiwa majengo yale marefu
akasema ai lam yusna mithluha fil biladi, bimaana kwamba hayapatapo hayakujengwa, hakukuwa na majengo mengine katika miji mingine kama hayo ambayo yalikuwa liannaha qawiya, majengo imara tena muhakamatun, majengo ambayo yalikuwa ni muhkamatun, bimaana kwa kisasa tuseme ni viwango, yako katika hali ya viwango kabisa. Ukiangalia mara nyingi majengo haya majengo simuone tu watu wanajenga, lakini majengo yana viwango. Inawezekana ikawa nyumba nzuri ukaiona nzuri, lakini finishing tu basi, finishing tu kwenye kona tu, mle fundi anashindwa kuweka finishing nzuri, fundi anashindwa finishing tu katika kila angle. Yani fundi sasa, haya majengo yalikuwa ni muhkamatun, yani alikuwa katika kiwango cha hali ya juu kabisa, yani kwa TBS tunasema. Wa hadha huwa alladhi gharrahum wa qalu man ashaddu minna quwwa. Na hili Ibn Uthaymeen anasema rahimahullah ndilo lililowaghururi mpaka wakasema nani mwenye nguvu zaidi kuliko sisi. Yani kila ukiangalia majengo yale yalivyo, jinsi yalivyojengwa uimara na mazuri, yamekwenda juu, nani ana mwenye nguvu kuliko sisi? Akasema Ibn Uthaymeen rahimahullah. Lakini hapa kuna kitu kimoja cha kuzingatia. Kwa nini ikawa lam yukhlaq hapa? Hemu angalia vizuri, kwa sababu tamko hili haliendani kwamba mwanadamu atakuwa na jambo la kuumba. Lakini mbona hapa imekuja lam yukhlaq, bimaana huo mji lam yukhlaq. Ndio hiyo anasema, angalizi, anasema ma anna alladhi sanaha al-adamiyyu, pamoja na kwamba waliojenga ni wanadamu, dalilun ala anna al-adamiyya qad yusafu bil khalq, lakini vile vile mwanadamu anaweza akapewa sifa ya kuumba. Kuumba huku sio kuumba kule kuumba, lakini akaambiwa kwamba wewe umeumba. Sasa haya majengo wameyajenga, lakini wameambiwa kwamba lam yukhlaq mithluha, hayajapata kuumbwa majengo hayo, lakini yamejengwa na binadamu. Kwa binadamu anaweza akapewa sifa kwamba umeumba wewe. Mfano Ibn Uthaymeen anasema, ukiangalia kauli ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam fil musawirin, kuhusu watu ambao wenye kuchora picha, kuchonga masanamu na vinyago, siku ya kiyama wataambiwa katika hadithi ambayo akhrajahu al-Bukhari, yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum. Yes, ndio mmechora masanamu, mapicha, sio mmechonga. Haya, wapeni uhai ma khalaqtum, hao mlio waumba. Sasa tamko hili la ma khalaqtum kwamba hao mlio waumba. Sasa mwanadamu ana uwezo wa kuumba? Hana uwezo wa kuumba, kwamba kile mlichokitengeneza labda kinyago mkapiga chonga na nini. Kwa hivyo na hapa imetumika lam yukhlaq, si kwa maana ya kwamba majumba ya haya yameumbwa na hawa watu, bali wameyatengeneza. Hili ndio angalizo ambalo alokuwa analizungumzia Ibn Uthaymeen katika tafsiri yake, allati ambao lam yukhlaq, hawakuumbwa mithluha, mfano wao, fil biladi, katika miji mingine. Kwa hapa tafsiri yote ambayo mtu atakwenda nayo, basi fahuwa almuradi, itakuwa ni tafsiri ambayo ni nzuri. Naam, aya inafuatia hapo mbele, Allah subhanahu wa ta'ala anasema, aya nambari 9, anasema wa thamuda alladhina jabu as-sakhara bilwadi, wa thamuda alladhina jabu as-sakhara bilwadi, aya nambari 9 katika sura al-Fajr. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wa thamuda, na hawa akina Thamud, wa thamuda, na hawa akina Thamudi, hawa alladhina ambao jabu, waliochonga. Wamechonga nini? Wamechonga majumba, bilwadi ya as-sakhara, waliochonga as-sakhara kwa maana ya majabali, as-sakhara, waliochonga majabali wakayafanya nyumba, bilwadi, katika wadi, yani mabonde, au katika uwanja, yani desert. Almuhim bilwadi, katika eneo ambalo lilikuwa ni la wadi, yani bonde ambao ni maarufu. Wa thamuda, na vile vile habari za kina Thamud, alladhina ambao jabu, waliochonga as-sakhara, majabali,
wakayafanya kuwa ndiyo majumba, bilwadi, katika maeneo hayo ya wadi, mabondeni, katika sehemu za open space. Hapa na vile vile itabidi tuwafahamu hawa kama tulivyowafahamu akina Ad manhum, itabidi tuwafahamu manhum ni nani hawa akina Thamud. Kwa ufupi, watu hawa wameelezewa katika historia ambayo ilikuwa ni haina mushkili, kwa maana iko tofauti. Mfano, Ibn Uthaymeen rahimahullah anasema Thamud hum qaumu Saleh. Thamud hawa ni wale watu ambao walopelekewa mtume wao akiitwa Salehe. Wa masakinuhum, na sehemu yao walikuwa wakikaa, maarufatul ana, inajulikana, haina tatizo, haina gogoro. Kama qala taala, kama Allah alivyosema katika surati al-Hijr aya nambari 80, walaqad kattaba ashabul hijri al-mursalin, na bila shaka ashabul hijr, yani watu al-hijr, waliwakadhibisha mtume. Kwa hiyo hapa hii ni katika surati Ra'd, surati al-Hijr afwan, wameelezwa kwamba anasema Ibn Kathir, Ibn Uthaymeen, anna Thamud kanu fi biladil hijri, hawa watu wa Thamudi walikuwa katika nchi au katika mji unaitwa Hijri, wa hiya maarufa. Mbona unajulikana mji huu wa Hijri? Mji huu yani geographical position, labda wameelezea vile vile na zoni, ni uko kaskazini magharibi mwa Saudia, yani baina Madina na kwenda Sham au Tabuk, kama kilomita hivi 22. Hii geographical position ambao wanaielezea sasa kwamba uko upande wa northwest, kaskazini magharibi wa Madina, na kama unaelekea Sham au kwa maana Tabuk. Kwa hivyo hapa ndio utapata hiyo mji al-Hijri. Sasa na hawa watu wa Thamud walikuwa katika eneo hilo, kwa ndio maana akasema Allah subhanahu wa ta'ala wa Thamuda, na hawa watu wa Thamud, watu ambao walikuwa wale walakad kattaba ashabul hijri, wale watu wal hijri ambao ndo hawa wanaoishi katika eneo hilo, hawa waliwakadhibisha mitume. Na hapa pana kisa kimoja ambacho ni kizuri kama alivyokileta Ibn Uthaymeen rahimahullah katika tafsiri yake kuhusu hawa ashabul hijr, watu wa Thamud. Ibn Uthaymeen anasema marra alaiha an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fi tariqihi ila Tabuk. Bwana Mtume sallam alipokuwa akielekea Tabuk, basi alipita katika mji huu wa Hijr, pita kama tulivyosema kwamba uko kaskazini magharibi mwa Madina. Alipopita wa asra, akachapuka pale, yani akaongeza spidi. Pili, waqanna ra'sahu, akafunika macho yake, yani sio kwa maana kufunika tandio, kwa maana akafanya ile kughaddu basar, kufunika ni kuinamisha chini, yani alimradi asione pale eneo lile la ashabul hijr. Kisha bwana Mtume sallam qala, akasema la tadkhulu ala haula'i alqaum almu'adhabin, msiingie katika watu hawa ambao walioadhibiwa, illa isipokuwa antakunu bakin, iwe mnaingia katika mji huu hali ya kwamba mnalia. Fa in lam takunu bakin, na kama itakuwa hamlii, basi naam, fala tadkhulu, msiingie alaihim, katika mji huo, illa alaihim an yusibakum mithlu ma asabahu, yasije yakakupateni kama yaliyowapata wao. Hadithi hii akhrajahu Imam al-Bukhari katika, ukirudi katika kitabu Salah unaikuta katika hadithi hii. Naam, Ibn Uthaymeen rahimahullah anatukumbusha kuhusu kisa au hawa ashabul hijri, jinsi walivyokuwa wameadhibiwa adhabu, mpaka mtume alipopita katika mji ule akapita katika mwendo sio kawaida, na akainamisha macho chini, akawa hataki kuangalia katika eneo. Kuna ibra gani hapa? Ibra hii tutaiangalia katika sharhe ya wanazuoni Ibn Uthaymeen rahimahullah na Ibn Baz katika tafsiri, katika kusherehesha hii hadithi hii. Ukifungua katika
Riyadhus Salihin ya Imam an-Nawawi utaikuta hadithi hii ameweka Imam an-Nawawi mlango maalum, anasema babul bakai wal khawf inda al-mururi biquburi adh-dhalimin, mlango ambao unazungumzia habari ya kulia na kuhofu wakati unapopita katika maeneo ya makaburi ya madhalimu. Akaendelea katika sharhi ya Ibn Uthaymeen ya Riyadhus Salihin, akawa asharehesha hii hadithi, lakini ziko mbili hapa zimekuja. Ya kwanza ni hii tuliosoma, ya pili wa fi riwayatin, katika riwaya nyingine kama hii ya mwanzo, lakini imekuja hivi: lamma marra an-nabiy sallallahu alayhi wasallam bil hijr, pindi bwana mtume alisallam alipopita katika al-hijr, qala, akasema la tadkhulu masakina, msiingie katika maskani hiyo, alladhina, ya wale ambao dhalamu anfusahum, waliodhulumu nafsi zao, an yusibakum ma asabahum, yasija kakupateni yale waliowapata wao, illa an takunu bakin, ila kama mtaingia ni kwamba ni mngie hali ya kwamba ni mwenye kulia, mnalia, ndio mnakwenda katika sehemu hiyo. Thumma, kisha kana Rasulullah sallam, akafunika bwana mtume sallam kichwa chake, kwa maana ya kwamba asione, wa asraa, na akachapuka mwendo saira, hatta ajaza alwadi, mpaka akacross, akavuka eneo lile, huko mbele tena akawa anakwenda mwendo wa kawaida. Hadithi hii muttafaqun alayhi katika Bukhari na Muslim. Naam, anasema Sheikh Uthaymeen, moja katika faida nzuri tunaipata katika kisa hichi, hadithi hii, anasema Sheikh Uthaymeen, walidha naqulu, kutokana na kadhia hii twasema hivi: la yajuzu li ahadin, haijuzu kwa yoyote, an yadhhaba li diyari Thamud, kwenda katika mji huu wa Thamudi, huwa al-Hijri. Haifai, si ruksa kwamba mtu aende katika mji huo, liyatafarraj wa yanzur ila masakinum, ili kwa lengo la kwenda kufanya nini? Kujifariji, na aangalie ile maskani yao, yani environment yao, na hivi na hivi, kujifariji. Kwa maana mtu anasema mimi bwana, weekend hii nilikuwa niko very busy, sasa nataka kidogo nika refresh mind, nitakwenda pale al-Hijri, pale walipoangamizwa wale. Sasa mtu bwana Ibn Uthaymeen anasema haifai hilo, lianna dhalika uquu fi masyati ar-rasul sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu ukienda eneo hilo kwanza itakuwa umemwasi Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema la tadkhulu ala haula'i almu'adhabin, msingie katika eneo la hawa walioadhibiwa, illa rajulan yuridu an yadhhaba li'ibratin, isipokuwa mtu anapotaka kwenda labda hakuna budi aende kwa lengo la mazingatio, tena basi hali ya kwamba wayakunu bakiyan inda mururihi bitilka almakan, akifika sehemu ile aliye fa in lam yakun bakiyan fa innahu la yajuzu an yadkhula ilayhim alayhi, na kama hatokwenda pale hali ya kwamba mwenye kulia, basi bora asiende. Akienda hakulia, ina maana tayari vile vile amevunja amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ukasema li'annahu rubbama yusibuhu ma asabahu, huenda mtu huyo akamfuata yale aliyopata nani? Wale watu ambao walikuwa katika sehemu hizo. Walamma marra nabii sallallahu alaihi wasallam, kama ilivyokuja katika riwaya, lakini wabihi na'rifu khata'a haula'i aljuhal, twajua sisi, anasema Sheikh Uthaymeen, wale wajinga. Kuna watu wajinga kabisa. Watu hawa ni alladhina yadhhabuna ila diyari Thamud, wanakwenda bwana katika eneo lile la Thamud pale al-Hijr, wanakwenda yatafarraj na watanazzah, yani kwa maana wanakwenda katika hali ya kujifariji, na kama inakuwa ni safari ya tourist, ya utalii. Wayabquna wayabqauna fiha ayaman, na pale wanapiga kambi. Wakishafika hapo wanakodi hoteli, yandhuruna atharahum alqadima, yani wanakodi hoteli pengine na makamera na hivi maselfish. Almuhim, anasema Sheikh Uthaymeen, hawa ni wajinga hawa. Kwa nini? Fa inna dhalika ma'siyati lirasul, ni kumwasi Mtume. Mtume anasema la tadkhulu, nyendo kwanza mnakwenda kama ni safari ya utalii, wanasema utalii,
na kwa hapa kwetu tunasema kuna utalii wa ndani, kuna utalii wa nje. Almuhim ni tumepata faida hiyo kwa Ibn Uthaymeen. Lakini katika faida nyingine ya Sheikh Ibn Baz rahimahullah alipokuwa akisherehesha hadithi hii akasema fahadha alhadithu, hadithi hii wama jaa fi maanahu, na ile yote ambayo itakokuja katika maana kama hii, fihi tahdhir, ndani yake kuna onyo, min dukhuli, kuingia ala mawadhi'i aladhabu, katika maeneo ya adhabu. Bimaana ya kwamba sio tu kwa alhijri, maeneo yote ambayo palikuwa pamepigwa adhabu, basi haitokuwa vizuri kwa Muislamu kwenda maeneo yale. Waljulus, na vile vile tunafaidika katika hii kwamba ni onyo watu kukaa ma ahli sharri, kukaa na watu waovu, au sakani maahum, au mtu kukaa pamoja nao. Kukaa hapa kuna aina mbili, kuna aljulus na sakan. Aljulus bimaana ikawa kuna jalsa, kijiwe, ikawa mtu ana kijiwe chake, lakini kile kijiwe chake chote ni cha watu waovu. Sheikh Ibn Baz anasema hadithi hii inaeleta maana hiyo. Na kukaa kwa maana nyingine ni sakan, ikawa mtu anakuwa anapata ile kujenga au kukodi katika eneo la watu wabaya, yani accommodation, kwamba mtu sasa makazi yake ni katika makazi ya watu maeneo mabaya, li alla yusibu insanu ma asabahum, ili asije mtu yakampata yale yatakawapata wale watu. Fayanbaghi, anasema Ibn Baz, basi yampasa limu'min muslim an yataharra fi sakanihi, ni kwamba ajitahidi sana katika makazi yake. Makazi yapo kama accommodation, makazi unaishi wewe na familia yako, jitahidi sana uchunge wa iqamati wa suhbatihi, na kule kukaa kwake sehemu na masuhuba, bimaana friends, marafiki, achunge mtu al-akhyar, watu wema. Kwa hiyo unapokaa, anasema Ibn Baz, chunga sana ukae na watu wema, marafiki wawe wema, vijiwe vile tu wema. Kwa nini? Kwa sababu hadithi hii Bwana Mtume amekataza watu wasiingie katika watu al-hijri, wasiende. Hawa walikuwa watu wabaya. Sasa wewe kwa nini tena unakaa na watu wabaya? Unakaa katika maeneo ambayo watu wabaya. Na hapa ndugu zangu Waislamu, kuna faida nyingine kubwa kabisa, ni mtu anapotafuta makazi, ikiwa ya kujenga, anunua kiwanja au anunua nyumba, au ya kupangisha, ambayo mara nyingi katika jiji la Dar es Salaam asilimia kubwa ya watu ni nyumba za kukodi. Sasa uchunge hapa, point hii ni muhimu sana. Ukifungua katika surati At-Tahrim aya nambari 12, Allah subhanahu wa ta'ala alipokuwa akielezea mifano ya watu wema, yani wale wake ambao walikuwa ni wema na watu wema, hususan wanawake, Allah subhanahu wa ta'ala aliposema wadharaballahu mathalan lilladhina amanu imra'ata fir'aun, na Allah subhanahu wa ta'ala apiga mfano kwa waumini wamwangalie mke wa Firauni. Mke wa Firauni unajua alisemaje? Idh qalat, pale aliposema rabbi ibn li indaka baitan fil janna, ewe Mola wangu nijengee indaka karibu yako wewe, baitan, nyumba, fil janna, pepo. Maulama wamesema hivi, hapa pana ibra kubwa, kwamba huyu mke wa Firauni amemwomba Allah huko peponi amjengee nyumba, lakini nyumba yenyewe iwe indak, karibu yako wewe. Ina maana hapa kuna suala zima la ujirani. Wakasema qalat ulama, maulama wakasema kwamba huyu mama ikhtarat aljara qabla ad-dari, kwamba yeye kwanza alifanya first priority ya ujirani kabla ya nyumba. Yani wewe sasa, tunakuja mimi na wewe sasa, unapotaka kujenga nyumba, unanunua kiwanja, kwanza uangalie majirani zangu ni akina nani watakuwa.
Unataka kukodi nyumba, uangalie hapa nishakukodi nyumba tena bei rahisi, na dalali anakupiga pampu kwa kweli, unajua bwana ukikosa hapa tena sijui hapa kodi miezi 6 tu na vile. Sasa lakini uangalie kwanza majirani ni kina nani. Sijui kama pointi mmeielewa. Watu wengi huwa wanakimbilia tu basi, bwana umepata kiwanja bei rahisi utakajenge pale, umepata nyumba bei rahisi utakajenge. Yes bwana, umeangalia majirani zako ni nani katika kiwanja. Akasema Ibn Kathir afwan Ibn Baz, wa yuhadhiru julusa ash-shar, napata hadharishwa kukaa na watu waovu, na warifqa ahli ash-shar, kufanya urafiki na watu wa shari, wasakana, na vile vile kufanya accommodation, kujenga au kukodisha nyumba na ahli shari, na watu waovu. Na hii ndio tunafaidika katika hadithi hii. Kwa nini? Kwa sababu huenda yakakukumba yale ambayo yatakayowakumba. Mara nyingi ni kwamba watu hawazingatii, pembeni kuna baa, pembeni kunauzwa kete vya bangi, alimbali kapata chumba cha bei rahisi. Bwana bei rahisi imepata Buguruni pale, ukikata hivi kidogo. Bwana majirani zako vipi? Bwana nyumba pale imepata kiwanja bei che kabisa. Lakini huku nyumba ya kwanza, ya pili, ya tatu kuna watu maskini wanajiuza nyumba sadanguro. Baadaye tena unakuja kujuta, bwana hapa bwana kama na bibini TV. Kwani wewe hukuangalia? Mimi niliona rahisi tu. Sasa hii ni concept ambayo inataka watu wafahamu kwamba masala accommodation yana maangalizo makubwa kabisa. Na hata vile vile ndugu zangu Waislamu, katika masala haya sio nyumba za kukaa tu, hata nyumba za ibada, ikiwa msikiti au labda markaz au almuhimu, lazima tuangalie. Tumefuata nyumba sehemu tunataka tujenge msikiti, tunaangalia bwana majirani hapa vipi, nyumba hii tunaitunua tunajenga msikiti, je huku na huku vipi bwana, hapa pana baa, bwana itakuwaje tujenge, wataondoka wenyewe. Twende hivyo. Ni kwamba unaangalia kwamba hapa pana baa, kwa sababu baa hii tutaifanyaje tukishajenga msikiti. Kwa hiyo hapo zitatumika njia za busara. Bwana jenga hapa, tunanunua hii nyumba tunajenga msikiti, na wewe mwenzetu una baa. Sasa sisi naomba basi hii nyumba yako tuuzie. Mimi siuzi. Haya, nakata bwana tuuzie. Mimi siuzi. Nakata basi tutakupa kiasi fulani. Basi sawa hapa. Sasa mnainunua nyumba, ina maana mmeepukana na shari ile. Lakini swala la kwamba basi yeye sina baa yake na sisi na swala zetu, mtakuja shindwana. Huku kunapiga mziki, huko Allahu Akbar, Allahu Akbar, sasa mnaanza bwana. Bwana nyinyi huyu mmemkuta, ilikuwa muangalie kabla hamjajenga jirani yenu vipi. Hii ndio mantiki ya hadithi. Mara nyingi watu wanapata tabu, waangalie. Sasa ikiwa mfano ala sabili mithali, msikiti upo, akaja mtu akajenga baa, akajenga sudanguru, akajenga nini, hapo unakuwa kwa kweli tuna haki sisi ya kufanya nini, kumuondosha. Nakumbuka zamani msikiti huu mwanzo kabisa, enzi za miaka 98 97, kulikuwa kuna baa moja inaitwa Ima Baa. Wengi ambao wakazi wa Ilala wanafahamu, wale nyinyi sura nyingi ngeni hapo tu Ima Baa yapo, yani haifiki hata mita 40 hapo ukitoka msikitini, kama mita 10 tu. Lakini ile bwana msikiti upo zamani, yeye akaja kafungua baa. Kwa hiyo ikaenda baa ile, watu wakasema bwana huyu bwana vipi. Basi siku hizo ilikuwa watu vijana, manake si mchezo, watu wakamfikishia bwana unatukera, tufungulia muziki hapo, sisi tunaswali, walevi wanakuja hapo, ugomvi, matusi, mara hivi na hivi. Bwana akawa bado siku hiyo wale watu waliingia tu, jeshi liliingia hapo, mwenyewe aliomba po. Sasa baa imetukuta sisi, lakini mnapowakuta watu katika maeneo kama hayo inakuwa ni ngumu sasa kuwarekebisha sana kabisa. Inabidi sasa mkae nao katika njia za busara. Bwana hapa msikiti na sisi na nyinyi kweli, lakini mkisikia dhana aste na hivi na hivi, na kidogo mnaweka
ile heshima. Lakini kinginja watu wanatoka huko si uwanja wa airport na makombe yao yale si na kiatu cha dhahabu si sana mayele si na nini. Sasa wanakuja pale na nyie ndio mnaadhimu. Haya mtawaambiaje sasa? Nyie Yanga ngojeni kwanza tuadhini. Naam, almuhim ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika aya hii kwamba naam, wa thamud alladhina jabu as-sakhara bilwad, na watu wa Thamud ambao hawa walikuwa wakichonga majabali as-sakhara majabali, wakiyachonga kwa wanatengeneza majumba ndani ya majabali yale baada ya kuyachonga. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala akaeleza hili kwa ufasaha katika surati al-Hijr aya nambari 82 aliposema wakanu, na walikuwa watu hawa wa ashabul hijri yanhituna min aljibali buyutan aminin, walikuwa yanhituna wakichonga wakichonga min aljibali katika majabali buyutan majumba aminin kwa amani na usalama kabisa. Kwa hiyo utakuta walikuwa ni watu ambao wenye nguvu, wenye akili za hali ya juu kabisa. Jabali alafu litengeneze ndani liwe nyumba, na tofauti na hivi sasa hivi labda kuna machineries. Labda tuchukulie mfano kama hujaelewa zaidi, katika kipindi kile Osama bin Laden anatafutwa na Marekani, akakimbilia Afghanistan ikawa anajificha wapi? Katika maeneo ambayo mfano kama vile Tora Bora na wapi. Ukipita nje mlima, lakini kumbe ndani bwana kuna bungalow kabisa. Ni kwamba watu wameuchonga mlima ndani mle. Hapa sitting room, hapa dining room, hichi chumba cha kulala, na hapa choo, na hapa nini. Sasa jiulize walikuwa wanapataje hewa? Almuhimu ukiingia ndani unapataje jiko, watu wanapika, wanakula na kila kitu, na hauna habari kabisa na mambo ya nje huku. Ndani kila kitu kipo. Sasa hawa walikuwa na kazi yao hiyo. Ndio maana akasema Allah kwamba alladhina jabu, ambao walikuwa wakiachonga al-sakhara majabali milima, wakitengeneza nini? Nyumba. Walikuwa ni watu walamu wa hali ya juu. Binadamu hivi sasa tu amekwenda katika hali hiyo teknolojia, lakini kwa hakika watu wa zamani walikuwa na mifano mingi kabisa walladhina jabu as-sakhara bilwadi, na wale ambao wa Thamud na Thamudi, watu ambao alladhina jabu as-sakhara bilwadi, walikuwa wakiachonga majabali katika hali kama hiyo. Naam, aya inafuatia hapo mbele Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa fir'auna dhil autadi, na Firauni ambaye yeye alikuwa na al-autadi vile vile imetafsiriwa katika tafsiri 2 au 3 neno al-autadi. Tafsiri ya kwanza imefasiriwa kwa maana ya vigingi. Tukisema vigingi mara nyingi nakusudiwa ukitengeneza hema. Sasa lile hema huwa kile kitambara kinafungwa kamba, zile kamba zinakwenda kufungwa na kitu ambacho kiko katika ardhi, kimewekwa vizuri kabisa. Kwa hivyo ili hema lile hata ukija upepo haliondoki kutokana. Sasa kile ndio kinaitwa kigingi. Hii ni tafsiri ambayo wamefasiri wanazuoni wengine. Ama tafsiri nyingine ilifasiriwa dhil autadi wa fir'auna dhil autadi, na fir'auna dhil autadi qala, akasema Qatada katika tafsiri ya Ibn Kathir ameandika hivi, anasema balaghana annahu kana lahu madhallu, kwamba Firauni alikuwa na madhallu yani ni kama mfano vile tuseme ni mvuli, umbrella alikuwa nayo. Hii sio mvuli wa kujifunika mvua, yani ni kitu ambacho ni mwamvuli lakini ni mkubwa kabisa. Isitoshe alikuwa na malaibu ni viwanja vya michezo, yalabu lahu tahtaha, alikuwa Firauni akienjoy na kucheza katika sehemu hizo ambazo kama ni umbrella kubwa kabisa.
na vile vile katika sehemu kama sehemu za viwanja vya michezo. Lakini hii umbrella na hii michezo ilikuwa inapata support min autadi wa hibali, yani zile autadi kwa maana vigingi na hibali na kamba, vinafungwa kamba katika viguzo vile. Na tafsiri nyingine ambayo inatafsiriwa na Ibn Uthaymeen rahimahullah, yeye akasema al-autadi yani dhil quwwa wa Firaun dhil autadi. Firauni alikuwa na nguvu bwana, dhil autadi alikuwa na nguvu, na nguvu zake lianna junudahu kanu lahu bimanzilati alwatad, jeshi lake lilikuwa lina ile status ya kwamba kama vile vigingi. Falahu junudun umamun adhimatun, alikuwa na jeshi kubwa, ma baina sahiri wa kahin wa ghairi dhalik, mpaka wachawi, mpaka makuhani na watu wengine mbalimbali sampuli hizo. Jeshi la Firauni lilikuwa kubwa, yani ilikuwa Firauni jinsi ule mtandao wake wa security ulikuwa ni mkubwa kabisa. Ana jeshi la kupigana sasa unduki, ana jeshi la karate, ana jeshi sijui la nini, ana jeshi mpaka makuhani, wachawi. Ana timu maalum, ukitaka kumdhuru kwa uchawi anakuwahi. Naam, nafikiri ni system ambayo hata watawala wa sasa wengi wameichukua hii, kwamba mara nyingi watawala bajeti kubwa inakwenda katika jeshi, katika vyombo vya usalama. Vyombo vya usalama vinachukua nafasi kubwa katika kutafuna bajeti ya nchi. Sasa Firauni yeye alikuwa dhil autad, kwa maana alikuwa na ulinzi na askari na jeshi kubwa la kila sampuli, kiasi ambacho Firauni ilikuwa kumfikia ni vigumu sana kumfikia. Kama vile unavyoona watawala sasa, mtawala ili awe na usalama anakuwa na ring ya ulinzi. Kuna ringi namba 1, kuna ringi namba 2, kuna ringi namba 3. Kuna wale ambao wako yupo, kuna wale ambao sasa wako, kuna wale ambao sasa ndio yupo hapa rais. Sasa sisi tunaona sote ndio sisi, lakini kuna watu mwingine yuko kule, mwingine yuko kule, na mwingine kaja rais anakuja badala magharibi, mwingine kaja tangu adhuhuri. Kila anaoingia anamwangalia, kiingia tu mtu kidogo anapiga bwana, kaja mtu hapa kidogo sasa hizi ni ring za usalama. Sasa Firauni yeye alikuwa zaidi ya hivi, ndio maana Allah akasema wa Firaun dhil autad. Kwa Firauni alikuwa na nguvu za kijeshi, majeshi yalikuwa ni mengi kabisa. Na wengine katika tafsiri nyingine wanasema Firauni alikuwa na dhil autadi kwa maana ni mwenye majumba mengi. Majumba yenyewe ni kama hizo piramidi. Kwa piramid wakawa wamezifasiri kama ndio hizo autad, yani vigingi. Hii tafsiri ya tatu. Naam, wa Firaun dhil autad, na Firauni mwenye vigingi, kama tulivyosema kwamba kuhusu Firauni dhil autadi tafsiri zake zimekuja 3. Ibn Uthaymeen yeye amechagua kwamba dhil quwwa alikuwa ni mwenye nguvu, na Ibn Kathir ametafsiri kwa maana ya dhil autad ni kama vile nyumba za michezo na memvuli ile ya mirefu ya ndani yake, lakini inafungwa kamba na vigingi. Na wengine wamesema kama ni pyramid. Wa Firauna dhil autad, na Firauni mwenye vigingi. Nafikiri kwa Kiswahili itakuwa ni tafsiri hiyo ni nzuri kabisa, dhil autad kwa maana mwenye vigingi. Naam.